wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mambo ya rohoni hutambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo mwanadamu wa tabia za mwilini hawezi kuyapokea mambo ya rohoni kwa sababu kwake ni upuuzi. Hayafahamu, ni ufunuo. Na ufunuo unatokana na roho. Ndio maana tunapookoka tunazaliwa kwa roho. Maisha yetu yanakuwa yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu wa tabia mwilini anaweza akawa kanisani lakini haongozwi na roho. Mambo ya mwili, mambo ya roho, mambo ya Mungu akija hayatambui. Wala hawezi kuyapokea kwa sababu hayajui. Kwa hiyo akija kwake ni upuuzi. Ndio maana ni muhimu kama hujaokoka umpe Yesu maisha yako, ili uzaliwe mara ya pili. Ukishazaliwa mara ya pili unazaliwa na Roho wa Mungu. Unakuwa na Roho wa Mungu ambaye anakuongoza kuyajua mambo ya Mungu. Mstari wa 15 anasema, lakini mtu wa rohoni uyatambua yote. Uyatambua mambo ya rohoni, lakini pia mambo ya mwilini. Akiyatambua mambo ya rohoni, anaweza kuishi kwa kujitenga na mambo ya mwilini. Haleluya. Haleluya. 16 anasema, maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Nia maana yake unapookolewa unakuwa na ufahamu wa kimungu. Ndio maana unaweza kutambua mambo ya kimungu. Sasa ukisoma kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 7 hadi wa 8, anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Yaani huna uwezo wa kutii sheria ya Mungu kwa sababu mwili hujazaliwa kwa roho. Kwa hiyo mwili lazima ukuongoze. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa mwilini huwezi kuyafanya mambo ya rohoni. Mstari wa 8, wale wafuatao mwili hawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukiufuata mwili huwezi kumpendeza Mungu. Na usipompendeza Mungu maana yake siku ya hukumu unatupa jehanamu. Lakini la pili, huwezi ukazishiriki baraka za Mungu. Naweza ukaa huko kanisani unaimba, unasifu, tunaomba pamoja, lakini kwa sababu bado hujazaliwa huwezi ukazipokea zile baraka. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hasa utangulizi, aliyezaliwa na mwili hufanya mambo ya mwili. Aliyezaliwa na mwili hufanya mambo ya mwili, kwa kuwa mwili una nguvu zaidi na uzaa matunda ya mwilini. Sasa Wagalatia ameweka vizuri mambo ya mwilini. Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 19 hadi 21. Mambo ya mwilini ameyataja. Ukiwa mtu wa mwilini huwezi ukaishinda dhambi ya uzinzi. Ukiwa mtu wa mwilini huwezi ukaishinda hasira. Kuna mtu anakuwa na hasira mpaka anavuja vyombo vyake mwenyewe. Sasa usimcheke kwa sababu ni mtu wa mwilini. Mtu wa rohoni huwa anaishinda hasira. Aliyeokoka Mungu anaondoa hasira ndani yake. Haijalishi ulikuwa kabila gani lenye hasira sana. Lakini ukiokoka ukapondwa na kutengenezwa na Mungu, hasira inatoweka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtu wa mwilini hawezi akafanya mambo ya Mungu, atafanya mambo ya mwilini. Sasa matunda yake. Ndio maana unamkuta mtu yuko kanisani lakini bado anatumikishwa na dhambi za dunia. Hajui kusamehe wala hawezi kusamehe. Hataki kusamehe. Kama usiposamehe huwezi ukazipokea baraka za Mungu. Usiposamehe inafunga milango ya wewe kubarikiwa. Msamaha kwa mtu aliyeokoka ni lazima. Haijalishi umeumizwaje. Unafika sehemu unashindwa, katikati ya wiki tulikuwa tunajadili somo la msamaha, inabidi umwambie Roho Mtakatifu akuwezeshe.
aondoe uchungu. Umwambie Yesu, uliweza kusamehe pale msalabani, nipe neema ya kusamehe, maana kuna kuumizwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kutokusamehe ni kushindwa kuachilia. Lakini Yesu alituachilia. Nawe lazima, kwa sababu umepewa nia ya Kristo, uwe na tabia na maisha ya Kristo ya kuachilia. Ya kuachilia. Lakini kila anayezaliwa na Roho, huyo hutenda yote kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, hivyo humpendeza Mungu. Ukiongozwa na Roho, Roho anakuwa ndio kiongozi kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu atakufundisha namna kutoka, namna kuingia. Roho Mtakatifu atakufundisha namna ya kuzungumza. Lakini pia mambo magumu ambayo alikuwa anakutumisha kwenye mwili, Roho Mtakatifu hukupa nguvu ya kuweza kuishinda ulimwengu. Ulimwengu huu una vishawishi vingi, bila Roho Mtakatifu huwezi kuishinda. Katikati ya wiki tulikuwa tunajifunza uhusiano ya Mkristo na ulimwengu. Ulimwengu na vitu vyake vingi, hata michezo. Michezo ukifuatilia sana, kuna vitu vya ulimwengu humo ndani. Vyombo vya habari, kuna vitu ukifuatilia sana, kuna vitu vya ulimwengu ambayo mtu wa mwilini huwezi kuishinda. Ndio maana tunasikiliza vyombo vya habari, lakini huwa tunachagua. Kuna vitu vya kusikiliza, kuna vitu sio vya kusikiliza. Lakini pia wanaotazama sinema, wanaosoma magazeti, huwezi kushinda hivyo vitu. Lazima uchague. Kuna sinema ambazo sio za kuangalia. Kuna magazeti sio ya kusoma. Za gazeti linazungumza mauaji tu, mauaji tu, mauaji tu. Wao unaposoma unajilisha. Mtu wa rohoni anasoma vitu vya rohoni. Kazi yake kujilisha neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi mlango wa kwanza, ukisoma mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, anazungumza vizuri. Kitabu cha Zaburi mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi wa pili. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Mtu wa rohoni upenda kukaa kujilisha neno. Napojilisha neno ni Mungu anazungumza na wewe. Mungu anakuwa anazungumza na wewe. Maombi ni kusema na Mungu. Lakini unapokuwa na tabia ya kusoma neno, unasikiliza Mungu anasema nini. Pia kwenye neno, ahadi za Mungu zimefichwa kwenye neno. Huwezi kujua ahadi za Mungu juu ya maisha yako bila kujilisha neno. Unaposoma uwe na tabia kukaa na kutafakari. Lakini pia unaposoma neno, usisome wakati umechoka. Utengee muda ambao hujachoka, ndio unakaa na kusoma neno. Na ukisoma usisome haraka haraka. Nenda pole pole. Utashangaa Mungu anasema na wewe kupitia neno. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtu wa mwilini hapendi neno. Kuna watu wako hapa, Biblia na siku ya Jumapili ndio anakuja naye kanisani. Akienda anaiweka ndani, hasomi. Lakini huwa ni mwepesi wa kuangalia hizi sinema hizi wanaita tamthilia. Anafuatilia sana. Wengine mipira, ukimuuliza wachezaji wa Yanga anawajua mpaka wa ziada. Lakini ukimuuliza kitabu kipi kimeandika tazama Mungu alivyotupenda, mlango wa Yohana 3 mstari wa 16, umwambie niambie hayo maandiko anasemaje, hajui. Lakini wachezaji wa Yanga anawajua wote, sababu anapenda vitu vya milini. Na ikifika siku ya mpira anaangalia saa, hata ibada unaona chomoka anakwenda kuangalia Simba na Yanga, anaacha ibada kwa sababu ni mtu wa mwilini. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtu wa mwilini, mtu wa rohoni anapenda kusikia neno la Mungu kila saa.
Radio yake inaongea mambo ya Mungu. TV yake inaongea mambo ya Mungu. Simu yake imejaa mambo ya Mungu. Yeye kazi yake ni kujilisha mambo ya Mungu kila saa. Huyu mtu akilala anaota Mungu anazungumza naye kupitia neno. Huyu mtu akilala anaota Yesu anazungumza naye. Lakini mtu wa Simba na Yanga akilala, ukae karibu, ukae mbali, maana atakupiga teke. Akiota ni teke tu. Maana kulikuwa na mchezaji amekosa, angepiga hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa sitaki nene mbali sana kwa ajili ya muda. Mtu wa mwilini ushurutishwa. Mtu wa rohoni hashirutishwi wala hasimamiwi kuyatenda mapenzi ya Mungu, bali kwake huyo ni wajibu unaomfurahisha. Yaani kufanya mambo ya Mungu hashurutishwi. Kusoma Biblia hashurutishwi. Kufunga na kuomba hashurutishwi. Hashurutishwi. Juzi tuliona kwaya, Mungu abariki mwenyekiti, tumpe Yesu makofi kwa ajili ya mwenyekiti na timu yake ya kwaya. Walifunga siku 3 kavu, hakuna maji, hakuna chakula. Watu waliofunga masaa 12. Sema, yani ndio tunafunga hivi siku 3? Ndio hivyo hivyo. Nikaambiwa kituko kizuri ambaye afungagi akaenda chooni. Alipojisaidia haja ndogo, akaona mkojo ni kama chai ya rangi. Akasema shida imeingia tumboni, nitakula. Hajawahi kufunga. Bwana asifiwe sana. Lakini ashukuriwe Bwana, maana yameanza, najua ataacha tena. Maana baada ya kumaliza kiroho chake kimepanda. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa tulijifunza aina ya kwanza ya Mkristo wa mwilini. Leo tunaingia aina ya pili ya Mkristo wa rohoni. Hii sasa usiogope, nitakimbia sana. Aina ya pili wa Kristo wa kanisani, watu wa rohoni. Aina ya pili ya Mkristo wa kanisani. Wako kanisani humu, mtu wa rohoni. Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Wafilipi 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Anasema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote ya kuwa hasara kwa uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Yesu anazungumza kwenye waraka huu wa Filipi, akisema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Yale mambo kabla hajamjua Kristo. Baada ya kumjua Kristo, anaona aliyahesabu mambo yote kuwa hasara. Maana yake ameacha yote. Sasa kuna Wakristo mwilini wanaokoka, lakini bado mambo ya kule kwenye giza wanaileta kanisani. Nilikuwa natafakari andiko moja la Walawi 19:27. Walawi 19:27. Wewe utaenda kutafakari mwenyewe, utasoma tu alafu utaenda kutafakari mwenyewe. Nilikuwa nawaza na tafakari, hivi ili andiko linamuhusu nani na tufanyeje? Walawi 19:27. Ukiwa mwenyewe utaenda kusoma. Anasema, mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na yahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Unapookoka kuna mambo unatakiwa yaache, yawe ni hasara kwako. Kwa nani? Kwa nini? Anasema kwa sababu ya uzuri ulio ndani ya Kristo. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na nahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu.
Bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kwa kama mavi ili nimpate Kristo. Mtu akienda chooni kujisaidia haja kubwa, huwa anakimbilia chooni. Tena kama amezidiwa, atagonga sana kama kuna mtu mwingine. Na ukisikia anagonga sana, mwachie haraka. Akiingia atafanya shughuli yake kisha. Kama ungekuwa na kamera, akitoka huwa angaliagi nyuma. Kwa sababu ule mzigo unakuja na picha fulani, haangalii nyuma. Na ushukuru wazungu wamegundua kitu cha ajabu sana. Maana kuna kama ukivuta hivi inakuondolea haraka kabla hujaangalia. Sasa hivi vyo vyetu tunavijua. Kwa hiyo sasa dhambi ni zaidi. Tangia siku umeokoka usiangalie nyuma tena. Mtu wa rohoni wala hatamani. Anapotamka mavi, mtu akishika mavi, akigusa, huwa anaosha na sabuni hata mara 7 mkono. Anahisi bado kuna shida kwenye mkono. Sasa dhambi ni zaidi ya kinyesi. Yeye ameona kama mavi kwa ajili ya uzuri ulio ndani ya Kristo. Ndani ya Yesu kuna uzuri ambao uwezo kaelezea ule uzuri. Mtu anashuhudia alikuwa hana pesa, maisha yake yalikuwa magumu, ni binti. Uimbe ndio upate pesa. Mama anaumwa ugonjwa, kumpeleka hospitali 40,000. Nakumbuka nilishaenda na mama kwa na ile gari ndefu. Hospitali sio mara moja, Muhimbili. Hana hela, ni binti. Alikuja mtu Afrika Kusini, hajasema je. Yule kijana alimwambia anataka kumooa, na akanishirikisha. Baba tuombe, kuna kijana anasema ameona ndoto juu yangu. Tunaomba. Kijana akatoka Afrika Kusini mpaka hapa, akawa karibu na Jeni sana. Nikamwambia Jeni, wewe makini. Jeni akasema niko makini sana baba. Kumbe ni kambweha. Baadaye anamshtukia ni mbweha. Anambia baba, ile sio muuaji. Nikamwambia sasa. Lakini kama asingekuwa rohoni, angefikiri amepata. Matokeo yake ni ndoa ya mwezi mmoja, mwaka mmoja inavunjika. Bitu alikuwa anamwambia Jeni kama angekuwa mwilini. Sasa tunapokoka, vitu vile vyote vya zamani viwe kinyesi kwako. Kuna uzuri uko ndani ya Kristo. Angalia majaribu aliyopitia. Leo ana kampuni ya bajaji. Kesho kuta ya kampuni itajaa Dar es Salaam, itahamia Arusha, itahamia Mwanza. Kila mahali Bwana ana nini? Upendeleo. Lakini ametoka mbali mpaka kufungua kampuni. Ukiwa ndani ya Kristo inahitaji uvumilivu. Inahitaji, na Mungu akiamua sasa kuamuru zinakuja. Yaani anasema nitaamuru baraka itakuja na kufanyaje? Na kukupata. Lakini kuna jangwa, kwenye jangwa lazima uvumilie. Vile vyote vya zamani uone kama mavi. Ulikuwa na boyfriend. Tuliokoka hatuna maboyfriend sisi. Sisi tunaolewa, na tukiolewa tunakaa kwenye ndoa. Boyfriend achana naye tena. Wewe umeshanunuliwa kwa damu ya Yesu. Umesiwa kwa bibi harusi. Bibi harusi haguswi tena mpaka siku analetwa hapa. Abolisho tachela, tuimbe tule pilau, basi imekuwa mwili mmoja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe mwanamke, wewe binti, ni mtu wa thamani sana. Wewe si wa kawaida. Kwa sababu Mungu amekuthamini. Wewe ndio unaijaza dunia. Umepewa sehemu ya kuhifadhi, kuzaa watoto unawabeba wewe. Watu wanaongezeka, alafu unajirahisisha. Vile vyote ulivyokutana navyo kule viwe mavi. Simama na Bwana. Wakati wa Mungu ukifika tutakula pilau. Bwana asifiwe sana.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema nimeona kama mavi. Kwa nini? Kwa Yesu kuna uzuri usiotamkika. Huwezi kusema bwana. Mzee ni yeye, huwa ni rafiki yangu. Tunachekaga Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Utafikiri tunalingana. Ni mzee, lakini akikwambia umri na alivyo huwezi kuamini. Kwa nini? Yesu amerejesha ujana kama tai. Uzuri. Kama mzee akiangalia rika yake ambao hajaokoka, hata meno hawana. Mimi mwenyewe nimeenda Arusha, wamechoka rika yangu. Paka wadogo zangu wamechoka. Wananiambia hivyo, vipi mbona uzeeki? Naambia kwa Yesu kuna uzuri usiotamkika. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa usidanganywe na ulimwengu. Jitunze binti. Jitunze kijana. Mungu amekuheshimu. Akakutoa kule akakuleta huku. Paulo anasema vyote umefanya kama mavi. Atamani tena. Adanganywi tena. Amemtazama Kristo na akatambua kuna uzuri. Uzuri ndani ya Kristo, ulinzi unakufunika. Amani inatawala, haijalishi una fedha, amani imekufunika tu. Wewe una furaha tu. Haijalishi una gauni moja mwaka mzima, ukiingia kanisani watu wanafikiri mnabadilisha, kumbe ni Bwana amekung'arisha. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wametembea jangwani na gauni moja miaka 40, haijachakaa, haijachanika. Kuna watu wametembea jangwani kwa kiatu kimoja, havijaisha. Na huko anakuwa umri na miguu inaongezeka kwa mikubwa, lakini kiatu kinakwenda naye wala haichakai. Wakati wa Mungu alipoingia Kanaani, wakabadilisha viatu, wakapata na mavazi, wakala kile walichotaka, lakini miaka 40 jangwani walivumilia. Wakati unapita kwenye jangwa lako, simama, ngojee Bwana. Ya kale usiyatazame, tazame Bwana. Mungu anawaambia Lutu alipokuwa anawatoa, msiangalie wapi? Msiangalie wapi? Nyuma. Umeshatolewa kule, usiangalie nyuma tena. Achana na hivyo vitu. Tikiti maji na vitu vingine achana navyo. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu tuende kujifunza, maana nakimbia. Watu wa tabia rohoni. Kwanza ni watakatifu. Mtu wa tabia rohoni namba 1 ni mtakatifu. Anatamani kuishi maisha ya utakatifu wakati wote. Hata akijikuta amejikwa kusema, Roho Mtakatifu anamhukumu, anamwambia hapa anakosa amani mpaka atengeneze. Na kitabu cha Walawi 19:1 anasemaje? Ile msomaji nafikiri na Biblia. 19 mstari wa kwanza. Kitabu cha Walawi sura ya 19 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa. Bwana akanena na Musa. Akamwambia, ndio, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. Nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. Waambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Waambie mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Bwana Mungu ni mtakatifu. Mungu anampa Musa maagizo. Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. Waambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu ni mtakatifu. Mungu anazungumza na Musa. Musa anazungumza na watu wake. Nimesimama kama Musa. Bwana apewe sifa sana. Nasema nimesimama kama Musa. Na kuagiza hivi, Mungu ni mtakatifu, uwe mtakatifu. Kwa sababu Mungu baba yako ni nani? Ni mtakatifu. Sasa watakatifu hawachanganyi. Hawachanganyi. Mnapokutana chama cha vijana, mabinti na vijana, binti huyo kijana unamuona ni kaka yako. Binti huyo kijana anapokuona ni dada yake. Msianze kuchumbiana. Kwa hiyo mnapokaa, mimi huyu ndio wa kwangu. Kwa hiyo mnacheza hapa, kila mmoja anacheza huyu hapa ni wa kwangu. Mnaanza kuchumbiana.
mtaanguka. Wanaganagati. Sijui kama hapa hapo wanagawana. Kwa hiyo wanapokaa wanasema yule fulani si ni fulani, yule fulani si ni fulani, lakini mzee wa kanisa hajui, wala viongozi wa vijana hawajui, wala mchungaji hajui, lakini wenyewe wanajuana. Mkishaanza mtaamsha mwili, mtajenga ukaribu. Shetani yupo kazini, utashangaa sasa utakuwa debe, unacheza, unaimba, alafu tunafikiri umeokoka. Yesu akija uwe ni mbinguni. Na hiyo ndoa ni shida. Mkioana wakati mmeshajuana, hamtafika mbali. Tayari shetani ameshakaribishwa na kiti imempa. Mkioana mtakaa mwaka wa kwanza wa pili, vurugu itavunjika. Na kama ulishafanya hivyo, huyo ambao ulishafanya na hivyo, usikubali ya kuoe. Utafika mbali. Nakwambia kabisa. Utafika mbali. Afadhali umuombe Mungu uje uolewe na mwingine, au uje wewe mwingine. Maana ile dhambi inakaa ni kovu. Bibi harusi, mtu aliyenunuliwa na Yesu haguswi. Mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Paulo anasema hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Roho Mtakatifu na kwamba Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atafanyaje? Atamuharibu. Wakati mwingine nikihubiri inaonekana kama ni mkali sana, lakini napenda maisha yako. Sisi tumeokolewa baada tumepigwa na vyuma kila mahali. Hivi naishi kwa neema ya Mungu tu. Shaokolewa, nimeshabomolewa. Sasa mimi ninapokutana na vijana natamani, maana nilisema kwa nini niliokoka nikiwa mtu mzima? Kwa nini Bwana asiniokoa siku nyingi? Lakini Mungu anajua mwenyewe kwa nini ameniokoa hivyo. Sasa wewe umepata neema kuokoka ukiwa binti mdogo, kijana mdogo. Lazima tukwambie ukweli, mambo ya zamani yawe mavi kwako. Asikudanganye na chips bwana. Chips zitakuja tu. Leo mtu amefungua kampuni ya bajaji, lakini mwanzo alitunza. Mtu anatoka Afrika Kusini. Afrika Kusini watu wakitoka kule unajua ni Ulaya. Na akija amenyoa nywele, denge limekaa namna hii kubwa. Nywele inapigwa mpaka inakaa namna hii. Huku kote hakuna nywele lakini imekaa hivi. Alafu na vitambaa kibao kwenye mfuko. Akitembea anatembea namna hii. Akikwambia anakuwa unakubali. Kama sio rohoni anakusoa. Ukimfuatilia sana mtoto wa kwanza wa Ibrahimu anaitwa nani? Isaka. Isaka alipewa mke ambaye hajamuona kwa macho, lakini alimuona rohoni. Wewe unaona kwanza kwa macho. Imani yetu sisi sio imani ya kuona kwa macho. Imani yetu sisi ni imani ya kuona kwa macho ya rohoni. Imani yetu sisi tunaingia kwenye maombi, Bwana anakufunulia. Analetewa ni huyo. Tena alikuwa yuko kwenye konde, anatafakari, alikuwa kwenye maombi. Umeshaokolewa, achana na wale watu wa zamani. Mwambie nimeokoka, mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni binti Sayuni. Mimi ni kijana wa Sayuni. Mimi ni mama wa Sayuni. Mbingu inanitazama. Na niko kwenye safari. Wewe ni mgeni, wala sio mwenyeji tena. Ishi kama msafiri. Haleluya. Haleluya. Anasema waambie watu wangu, wao watakatifu, mimi ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Wewe uliokoka ni mtakatifu. Wakatae wakubali, wewe ni mtakatifu. Anasema watakatifu walioko duniani, hao ndio naopendezwa nao. Mmoja wanaopendezwa ambao ni watakatifu ni wewe. Mwambie jirani yako wewe ni mtakatifu. Mwambie wewe ni mtakatifu. Mwambie ni kweli.
Mungu akusaidie uwe hivyo. Haleluya. 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 Ukisoma kitabu cha Walawi 11:44. 11:44. Walawi 11:44. Walawi 11:44 neno la Mungu linasema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi. Takaseni nafsi zenu basi. Iweni watakatifu. Ndiyo. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Anasema wewe ni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msijitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho chini, kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Msijitie unajisi, maana yake tayari umeshatakaswa. Jilinde usifanye. Usijitie unajisi. Hata kuzungumza kwako, hata kuwaza kwako. Bwana anasema kwenye Zaburi, kuwaza kwako ni sauti mbele za Mungu. Mawazo yetu kwa Mungu ni kelele. Kama umewaza vibaya, ni kama unazungumza. Ndio maana tunapojitakasa, Daudi anasema nipate kibali katika kusema, katika mawazo. Kwa hiyo mawazo yako uyatawale. Sasa namna kutawala, uwe na nia ya Kristo, ili unavyowaza uwaze kama Kristo. Unachokiwaza ndio unachokizungumza. Ndio maana unataka ulinde sana ufahamu wako. Anasema tukiangusha kila elimu na mawazo yanayojinua juu ya elimu ya Mungu. Kuna mawazo yanayojinua kinyume na Mungu, lazima uyapinge na kuyakataa, ili uwaze mambo ya Mungu, uwaze vitu vizuri vya kimungu. Ukilala unachokiwaza ndio utakachokiona. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Anasema msijitie uchafu. Mmeshakuwa vyombo vizuri vya Bwana, ambao mnabeba vyombo vya Bwana. Wewe sasa hivi Mungu anakaa ndani yako, ni chombo ambaye Mungu anaweza kutumia saa yoyote. Usifikiri kufua mfu ni muujiza mkubwa sana. Ukawaza ukafikiri Elia alikuwa ni mtu mkubwa, wasiwa ina gani vile. Ni kama wewe, lakini amemheshimu Mungu, akajua anabeba vyombo vya Mungu vitakatifu. Alipotumwa mtoto wa mjane aliinuka. Hata wewe Mungu anaweza kukutuma mwimbili, ukasema neno ndio akafufuka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Yesu alipoongea na wanafunzi, anasema nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa utapata afya. Ni kila aliyeokoka amepewa hiyo amri ya kuweka mikono. Ukiweka mikono, sio mchungaji, kila mtu. Kwa nini? Ni mtakatifu. Ukitambua kuna kitu cha tofauti ndani yako, hutajitia unajisi. Halo? Huwezi kujitia unajisi. Njaa hiyo ambao unapitia kwa muda mfupi hiyo, hata wenzetu waliotutangulia walikaa na njaa jangwani, walipovumilia Bwana akafungua mbingu, wakala chakula ambacho hawajapika wao. Kilichopikwa wapi? Mbinguni. Sasa unafikiri Mungu anashinda kukulisha? Mungu anaweza kukulisha. Ila hapo unakopita Mungu ameruhusu ili akutazame. Je, unamshika Mungu? Ukivuka unashangaa milango ya chakula inafunguka. Ndoa yako inatikiswa. Wala usiwazi kutoka kwenye ile ndoa. Kwa sababu hiyo ni nyumba yako, ni ndoa yako hiyo. Na kitabu cha Marko ameweka vizuri mlango wa 10. Anasema ukiacha hiyo ndoa, ukiolewa na mwingine unazini. Na wazinzi hawaingii mbinguni. Kwa hiyo mtabana, mwambie jirani yako, kwenye ndoa yangu nitabanana humo. Mwambie wala sitatoka. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Yaani mnabanana humo. Ukitoka ukiolewa na mwingine unazini. Na mbinguni hakuna wazinzi. Ukitoka ukae hivyo hivyo mpaka siku jamaa kukumbuke au mke wako kukumbuke, mrudiane tena. Watu wanafikiri sheria ya Mungu kama ni nzito vile, sio nzito ukiongozwa na Roho, ni nyepesi sana. Bwana asifiwe sana. Sababu ukiwa na Mungu haswa,
Ukitamka neno ndoa yako inakaa vizuri. Kuna siri kwenye kusema. Hilo jaribu unapitia la muda mfupi tu. Kwa nini? Misuli ya kiroho yako inatengenezwa. Kila jaribu unapokuja lina kusudi. Kuna mahali unataka kupelekwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Wala usiseme huu mwili mchungaji wewe hujui tu. Huu mwili unasumbua sana. Mwili unasumbua. Mimi hapa na miaka 21. Mwenzangu ameshatwaliwa 21. Mwanzo nilipokaa miezi 3, mwili ulisumbua sana. Nikapiga maombi. Nikamwambia Mungu, mimi kama mimi siwezi. Nisaidie Mungu. Na sitaki kukosea. Sitaki kujitia unajisi. Nisaidie. Kuna nguvu imeshuka ikanifunika. Mwili ameua, mwili wangu umekufa. Natembea lakini ni mfu. Kuisha habari yangu. Wewe na yanako, kuisha habari ya mchungaji. Lakini kwa mambo ya roho safi. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kwa mambo ya dunia kuisha habari yake. Kwa mambo ya mbinguni safi. Haleluya. Haleluya. Mimi sio mwenyeji wa hapa. Tangia siku ambayo Mungu ameniokoa. Macho yangu yanatazama wapi? Juu. Mpaka wachungaji waliletea watoto wanawake. Mchungaji nikamwambia mimi roho Mungu hajaniambia. Siletewi. Kwani wakati napigwa mangumi, si wako kule mbali. Unafikiri wachungaji wapigwa mangumi? Wanapigwaga. Kama unavyopigwa na wewe, hivi tunapigwa tu. Lakini tunavumilia humo. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kwenye kuoa usio kadanganywa na mtu. Omba upate, maana yake upende mwenyewe. Sio mzazi akuletee, akikuletea mzazi awe mshauri, akuombee. Kuna kijana mmoja aliletewa mke na mdogo wangu fulani ana watoto. Yeye kwa sababu ni tajiri, kamfulia kijana yake duka kubwa sana la ujenzi. Anaenda China, akampeleka China, kamwacha maviwanda wanamdhamini, tumia makontena. Sasa anataka kumuoza, ana rafiki yake naye ni tajiri. Akaongea na rafiki yake, akasema huyu binti huyu nataka olewe na kijana wangu. Akamwongea na kijana akakubali. Kaenda kumchukua ile binti wakawaoza, harusi kubwa, sema tajiri. Wamekaa miaka 2 tu, ile ndoa ilivunjika. Kijana anamwambia baba yake, huyu uletea wewe, nataka wa kwangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa huyu niletea wewe. Sisi tuwashauri, tutawaombea sana. Hata mimi mchungaji wako nakuombea sana upate mke mwema, mume mwema. Lakini siji kwa sababu ya nafasi yangu uchungaji nikakwambia tu asio ile. Utaniheshimu tu utakubali, lakini kweli wewe moyoni hujakubali. Mtu wa rohoni anaishi maisha ya utakatifu wakati wote. Anaishi maisha ya kujilinda sana na ulimwengu. Anatembea kwa utaratibu. Ndio maana mtu wa rohoni anakia ni mtakatifu kwenye kusema, kwenye kuwaza, kwenye kunena. Wakati mwingine unamkuta ametulia na tafakari, hashiriki vikao vya watu wa mizaa. Akae kwenye vikao vya watu wanaosema mambo yanayochukiza. Kwa nini? Anajilinda asimkosee Bwana wake. Paulo anasema kuna uzuri ndani ya Kristo. Yote ameona kama mavi ili ampate Kristo. Amempata tayari. Sasa tembea na kuishi kwenye maisha ya kumpendeza Mungu. Ukimpendeza Mungu kuna kuongezeka. Utaongezeka kiimani, utaongezeka kiafya, utaongezeka kiuchumi. Mambo yanayokuwa Mungu ataongeza kwa sababu maisha yako yamempendeza Mungu. Ukimpendeza Mungu naye Mungu anakupenda, anaachilia kuongezeka. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kuna mahali anasema msiwaguse masihi wangu. Masihi wangu usiwaguse. Yaani mchawi hagusi.
Kwani kuna vitu umefanya vya kumshawishi Mungu aweke ulinzi. Maisha utakatifu yanampa Bwana aweke ukingo. Ndoa yako inaweka ukingo, afya yako inaweka ukingo. Umemheshimu Mungu, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu anakaa ndani yako, anatembea ndani yako. Kwa hiyo Mungu anafurahi kukaa kwako. Mungu ameacha mbingu Bwana, anakaa kwako. Anasema nyumba gani nitakao nichengea? Mbingu mahali pako anapokaa, dunia mahali pako miguu. Nikae wapi? Amechagua kukaa ndani yangu, ndani yako. Wewe ni wa thamani sana. Nasema wewe ni wa thamani sana. Nasema wewe ni wa thamani sana. Haleluya. Ujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Bwana yuko pamoja na wewe. Hilo bonde unalopitia ni la muda mfupi tu. Jeni ameshuhudia leo. Maana sisi huu mwaka tumetangaza kuanzia mwezi wa kwanza. Kuanzia tunaingia mwaka, ni mwaka wa kupanuliwa. Tunapanuliwa kiafya. Tunapanuliwa kwenye uchumi. Nasema hivi, mwezi wa 12 na mimi nitashuhudia. Mwezi wa 12 nitashuhudia. Leo ameshuhudia yeye. Amosi ana shamba kubwa nilipelekwa mpaka uangalie, yani unazunguka, na akasema mimi nitashuhudia mwezi wa 12. Na ameshaanza kuvuna. Sasa je, shuhuda zinamiminika hapo. Mwaka huu watu wanapanuliwa. Kuna mtu amepata duka Kariakoo, sehemu ambayo anakaa mabilionea. Alikuwa machinga, sasa hivi ana duka Zinga. Hivi anafunga mataa, hivi anaweka mashelfu. Hataki kuongea, na ni mnyenyekevu, anakaa viti vya nyuma. Atashuhudia siku moja. Kwa nini? Mwaka wa kufanyaje? Mwaka wa kupanuliwa. Lakini umheshimu Mungu wa maisha ya utakatifu. Maisha yako yamwakisi Mungu. Wakikuangalia unamuona Yesu kwenye maisha yako. Yaani mwaka ni mwaka wa ajabu sana. Haleluya. 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 Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:32 hadi 37. 32 hadi 37. 32 hadi 37. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda kwa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Neema nyingi ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja na nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kama kadiri alivyohitaji. Hao watu walioamini walikuwa na moyo mmoja, roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Kanisa la wateule, watu wa rohoni, wana tabia ya kushirikiana, na palipo na ushirikiano hakunaga chuki, hakunaga magomvi. Yaani wanakaa kama mtoto wa baba mmoja. Kwa nini? Baba yao ni Mungu, roho wao ni amepewa roho moja, imani yao ni moja, wana tabia ya kushirikiana. Na wanaposhirikiana kunakuwa hakuna upungufu katikati yao. Mwenye vingi anapa mwingine. Watu wa rohoni hawana tofauti tofauti. Ukisikia mtu anasema mimi fulani mimi na fulani damu yangu na yeye elewani kabisa, huyo hapana, huyo mimi huyo atueleoni kabisa, huyo bado ni mtu wa mwilini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Ukisikia anasema mimi mtu fulani sio, yani mimi atueleoni kabisa, na watu wako kanisani, basi yule mtu na mwilini. Mtu wa rohoni upenda wote. Kwani upenda au hesabu nini? Mabaya. Upendo au hesabu mabaya. Upendo uvumilia. Kwenye wateule kumejaa uvumilivu. Kuvumiliana kwenye ndoa, kuvumiliana kazini,
Tupo kanisani tunaimba sifa, umekanyagwa. Huyo ni ndugu yako. Tunapokaa pamoja na kuwa kitu kimoja, kinachofunguka sasa ni milango ya baraka. Mungu anakaa sehemu ambayo watu wamejaa upendo na mshikamano. Mungu anapotazama kuna kuzidishwa. Anasema katikati hakukuwepo na mtu aliyepungukiwa. Lakini choanza ni kule kushikana. Weza Mungu kakaa juu yao. Mungu akaanza kuwatumia kwa viwango vya juu, maana ni watu wa rohoni. Wanashirikishana. Angalia mzee. Ni mzee. Ameona vijana wake hawana kazi, akapambana mpaka wakapata kazi. Si kwa maana cheo kikubwa. Lakini amepambana. Mimi jana anaambia anaenda Loliondo. Anasema sieni. Nikamwambia wewe ni kwetu. Kule ndio kwetu Loliondo. Mimi ni Masai. Nikamwambia Loliondo ni kuzuri. Kule maziwa ni haichanganywi na maji. Kule nyama utakula fresh. Kule labda hela tu, lakini kule labda ameogopa, maana kule wa Masai wote wanajipaka rangi. Labda yeye ameogopa. Na kule ni Kimasai tu. Na anafikiri kuna simba. Simba wapo tena sio wengi kule. Lakini namshukuru Mungu ameenda mwenyewe ameona. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu alimpeleka kwa kusudi. Ametii, alikuwa hata hajui kama atasoma. Mlango wa shule ukafunguka. Sasa hivi anasomea degree. Kashapata diploma, yuko shule sasa hivi. Maono mapya Mungu akayafunua. Kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kumpeleka. Ipo ndoto ndani ya moyo wako. Nasema kuna ndoto ndani ya moyo wako. Nasema kuna ndoto ndani ya moyo wako. Haijalishi uko kwenye shimo. Yusufu hakufia kwenye shimo. Kuna neema ilimtoa kwenye shimo. Hiyo shimo utatoka siku moja kwenye hilo shimo. Tena ni sasa. Nasema tena ni sasa. Bwana asifiwe sana. Maana shimo lilikuwa linamzuia asiende Misri, asiwe waziri mkuu. Sasa ile jaribu ile lililopita, kumbe ilikuwa ni Mungu. Kila jaribu lina kusudi. Kuna mahali jaribu linakusukuma. Kule kwetu mvua kila wakati. Sasa hivi lakini kwa ajili ya watu wamekata miti na nini. Lakini Arusha ni badiko asili. Lakini miti ilikuwa ni mingi. Kwa hiyo vyura sio wala kwenye maji, wala wanakaa kwenye makao ni wengi sana. Wakubwa hosi. Sasa siku moja tunapeleka ng'ombe kwenda kuchunga. Kuna chura akatokea barabarani. Barabara ile haina magari sana, ni punda. Akawa anaruka ti. Akafuka katikati, anahema chura. Akatokea mwenzangu akampiga teke paka kwenye kichaka. Ile chura akabiringisa. Hapo akakaa. Akapumua. Ile kijana anataka kumsogelea akaingia kwenye kichaka ti. Jaribu na kupiga teke kufika kwenye safari unaelekea. Sisi tulicheka, tunajua tunamuumiza. Unajua jaribu unalopitia, kuna watu watacheka, hata shetani anasema hapa namaliza. Kumbe kuna mahali unapelekwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna mahali unapelekwa. Mtu wa rohoni lazima ajaribiwe. Asiyekutana na majaribu mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini akipata kajaribu kadogo atakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kuna watu wako kanisani wanakwenda kwa waganga wa kienyeji vizuri kabisa. Vizuri, lakini hapa hawapo. Mwambie jirani yako wala sio wewe, mchungaji akusemewe. Wakusemi wewe, bwana naona unamtolea macho sana. Bwana asiwe sana. Hapa hawapo. Haleluya. Lakini wanakwenda. Anakwenda. Kwa sababu ni mtu wa mwilini. Hajui madhara. Yaani akitikiswa kidogo anakuwa na maamuzi ambayo sio sahihi. Mtu wa rohoni, Roho Mtakatifu anakuwa kiongozi wake, mwalimu wake. Kila jambo likitokea, Roho anamwambia. Soma vizuri kitabu cha Samuel wa pili, uangalie maisha ya Daudi. Kila anachotaka kukifanya, sema leteni Nevera, anamuuliza Mungu. Mungu anamwambia nenda au usiende. Soma tu vizuri Samuel wa pili utaona. Baada ya kuingia kwenye ufalme. Hata wakati Sauli anakufa, alimuuliza Mungu, niende Yuda? Mungu anamwambia nenda. Kila alichokuwa anafanya anamuuliza Roho Mtakatifu. Ni mtu wa rohoni, huwa lazima umsikilize Roho anasemaje.
Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Mtu wa rohoni humpenda Mungu na kumhofu. Mtu wa rohoni humpenda Mungu kutoka ndani na hofu ya Mungu inakaa ndani. Ukiwa na hofu ya Mungu hutatenda dhambi. Anampenda na hofu ya Mungu imemfunika. Asubutu kugusa kitu, maana anampenda na kumhofu. Pili, mtu wa rohoni si wa binafsi, si mwongo. Mtu wa rohoni si binafsi. Tumesoma kwenye Matendo ya Mitume, hawakuwa binafsi, vitu vyote vilikuwa shirika. Akigundua kamradi kanalipa na akapata fursa nyingine, umshirikisha mwenzake. Si wa binafsi. Pili, si waongo. Mtu wa rohoni usema kweli hata kama inamgharimu maisha. Sababu anajua akisema uongo anamkosea Mungu. Waongo waingii mbinguni. Kwa hiyo atasimama kwenye kweli, ile kweli itamtetea. Kwa mtu wa rohoni si binafsi, lakini si muongo. Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 1 hadi wa 11 utakuta kisa cha Anania na Safira. Aliuza mali yake, akapicha, ni binafsi. Akutaka kupeleka kwenye miguu ya mitume kuwe ushirika, ni binafsi. Huwa anajipenda mwenyewe. Pili, ni muongo. Alimdanganya kile mdanganya Petro, kumbe Mungu alikuwepo. Anaambia umemwambia Roho Mtakatifu uongo. Na waongo hufa kiroho. Wewe mtu muongo ataendelea na uongo, ataona kama ni kawaida mpaka anakufa kiroho chake, anakuwa mtu wa mwilini. Mtu wa rohoni walikuwa na umoja wa kweli, hakukuwa na unafiki katikati yao. Ndio maana Barnaba alipouza vitu alileta vyote. Hakuwa binafsi, hakuwa muongo, akaleta, wakashiriki. Hatusikii Barnaba amepungukiwa sehemu yoyote, bali kwenye Biblia anaandikwa ni mtu wa faraja sehemu yote alifanyi watu. Alikuwa baraka kila alipokuwa anaenda Barnaba. Ndio maana hata Paulo alipookoka, aliyekuwa anaitwa Sauli, aliyemleta kwa kina Petro na kumtambulisha Yerusalemu ni Barnaba. Kanisa limeogopa, sema huyu jamaa anakuja kwa ujanja fulani ili achunguze uhuru wetu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Kwa hiyo mtu wa rohoni walikuwa na umoja wa kweli, ule ushirika wa kweli kabisa. Pili, mtu wa rohoni ni mnyenyekevu. Ni mnyenyekevu. Haijalishi ana cheo kikubwa, haijalishi ni bilionea, akikaa sehemu kama hana anashuka, haijalishi ana elimu kubwa, akawa sehemu ni mnyenyekevu. Mtu wa rohoni mnyenyekevu kwenye ndoa. Ukiona mtu sio mnyenyekevu na yupo kanisani, maana wapo, najua huyu ni wa mwilini. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Tuangalie maisha ya mtu mmoja anaitwa Elisha. Elisha, mtumishi wa Elia, alimpenda Mungu na hakuwa kinyume na neno la Mungu. Alimpenda Mungu, lakini pia hakuwa kinyume na neno la Mungu. Hakwenda nje na neno la Mungu, hakutofautiana na neno la Mungu.
aliyafanya yote aliyoandikwa na Mungu. Elisha, matokeo yake aliinuliwa. Soma Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 19, utakuta kisa cha mtumishi wa Mungu anaitwa Samueli. Akuacha neno la Mungu lidondoke au lianguke chini. Alikuwa na neno la Mungu, alilishika na akalitendea kazi. Kwa hiyo mafanikio ya Elisha yanatokana na maisha yake ya kumpenda Mungu, lakini pia hakuwa kinyume na neno la Mungu. Mungu akamuinua Elisha sana. Elia alifanya miujiza 16. Kisoma miujiza mikubwa ambayo imeandikwa kwenye Biblia 16. Japo wanakuwa wamefanya mambo mengi sana. Lakini Elisha mtumishi wa Elia alifanya mara 32. Kwa nini? Alikuwa ni mtu ambaye hakuwa kinyume na neno la Mungu, alilipenda na kuliishi neno. Siri ya kufanikiwa kwako, hakikisha unapenda Mungu na neno la Mungu, sio kinyume na neno la Mungu. Sauli alikuwa kinyume na neno la Mungu, akajikuta amepoteza ufalme na watoto wake, na yeye pia akaua watoto 3 naye pia. Kwa nini? Alikuwa kinyume na neno la Mungu. Alipotumwa akufanya kama Mungu alivyosema, aliambiwa angamiza yote, ng'ombe, mifugo, wanawake na kila kitu. Yeye akawahifadhi mfalme Agagi, kahifadhi na ng'ombe wazuri, kila kitu kinono kizuri, hakukubali kukiangamiza. Mkristo wa mwilini kuna vitu haviangamizi: hasira, uchungu, kutokusamehe. Ni watu ambao hawakubali suluhu. Na yuko kanisani hakubali suluhu. Lakini mtu wa rohoni, yeye moyo wake umejaa kuachilia. Haleluya, haleluya, haleluya. Elisha alipewa uwezo wa kuona mambo yaliyokuwa yanaendelea kwa Gehazi. Wafalme wa pili mlango wa 5:26. Wafalme wa pili mlango wa 5:26. Alipewa uwezo. Kwa nini alipewa uwezo? Alimpenda Mungu na hakuwa kinyume na neno la Mungu. Mungu akamkirimia neema ya kipawa cha kuona vitu. Ukifanya vitu vyako kwenye chumba cha ndani, anapewa kuona. Maisha ya utakatifu, macho ya ndani yakatiwa nuru. Akisimama akikuangalia anajua yote. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alikuwa mtu wa kuridhika na hali yake ambaye Mungu amempa, akutafuta ziada. Alikuwa mtu wa kuridhika, kuishi maisha ya kiasi. Mtu wa rohoni anaridhika na hali anaishi. Lazima uwe na kiasi. Mungu hajatupa roho ya woga, tumepewa roho ya nguvu, upendo. Ametamka na kiasi. Kwa kiasi kwa mtu aliyeokoka ni muhimu sana. Ukiwa ni mtu wa kuridhika, utamkosea Mungu. Ridhika na hali unayopitia. Ridhika na maisha unayoishi. Mambo ya mbele Mungu anajua. Ishi maisha ya kuridhika. Elisha ndio tabia yake. Anamngojea Mungu. Na Mungu alibariki sana Elisha. Katika manabii waliobarikiwa, Elisha ni mmoja wa mabilionea. Amelala akiwa ameacha chuo kikubwa cha manabii, na kuwa na uwezo wa kuwatunza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo jingine, hakuwa na tamaa ya uchumi. Wafalme wa pili 5:16. Hakuwa na tamaa. Kwa hiyo hata alipokuja Naaman kuleta ule utajiri mkubwa, Mungu akupokea ambacho Mungu akumwambia apokee. Alikataa. Ili sikaonekana kama ni mtume wa fedha au nabii wa fedha. Alikataa. Leo watu wa mwilini, kabla hujaombewa 500,000, kabla hujaombewa 300,000, wana ofisi nyingi watu wa mwilini. Na ni watumishi wako kanisani. Lazima uongee naye kwanza, unaorodheshwa kwenye daftari. Halafu ndo kamuone
unafika sehemu unakutana paka ukutane na nabii na mtume, umeshatoa hela nyingi, bado hujapata maombi, alafu bado hujanunua vifaa. Biblia inasema tumepewa bure, tunatoa bure. Ukiona unauziwa, jua huyo mtu ni mtu wa mwilini, na wewe mtu wa rohoni, ondoka hapo, unaibiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Huduma ya Mungu haiuzwi. Hicho ni kipawa kimetoka kwa Mungu. Haiuzwi. Ukienda kule eti kwa sababu kuna jaribu umeombewa na mchungaji hujapona, umefunga hujapona, halafu ukasikia ukaenda kule, umepoteza hela zako bure. Hapa utapona. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana atakuponya hapa. Haleluya. Ni wakati wa Mungu ukifika tu. Kwenye Biblia kuna watu wamekaa miaka 38 kwenye birika, hatoki mpaka siku Yesu anamtokea, anamuuliza unataka kuwa mzima? Sema sina mtu. Ngoja nikwambie, yuko mtu asubuhi ya leo atakutoa kwenye shida, naye ni Yesu, wala sio mwingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu tuongee habari ya Yusufu. Yusufu akutamani dhambi hata kidogo. Mwanzo 39:7-10. Mwanzo 39:7-10 utasoma. Hakutamani dhambi hata kidogo. Hakukubali kumkosea Mungu wake. Mtu wa rohoni yuko tayari kwa lolote, mpaka akapewa jina baya. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, alitolewa kwenye ile gereza. Bwana asifiwe sana. Wewe unajua Yusufu kutoka Farao alikuwa ni Yusufu. Maana yake Potifa alikuwa chini yake. Potifa na mke wake walipiga saluti tena kwa Yusufu. Hao walomshtaki, akafungwa miaka 2. Yusufu alipotoka kwenye gereza, aliinuliwa juu. Farao, Potifa akawa chini na mke wake. Kwa hiyo wanapiga saluti kwa Yusufu. Na Yusufu alikuwa sio mtu wa kulipa visasi, maana alikuwa ni mtu wa rohoni. Aliwapenda, aliwajali. Mpenda adui yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yusufu hakuogopa kuwaeleza wengine maisha yake. Alijidhihirisha kuwa yeye ni nani. Yusufu hakuogopa kuwaeleza wengine maisha yake. Mwanzo 40:14-15 aliwaambia kabisa, mimi si mtumwa. Mimi nimeibiwa. Baba yangu ni tajiri. Babu yangu anaitwa Ibrahimu. Alikuwa anashuhudia jinsi alivyo. Kuna vitu Mungu anakufanyia hutaki kushuhudia. Unafikiri ni mambo ya aibu. Ngoja nikwambie, hilo unalokaa nalo ukishuhudia, kuna mtu mwingine atainuliwa kupitia ushuhuda wako. Kuna mtu atajengwa kupitia ushuhuda wako. Haya aliyoshuhudiwa leo, wako watu wamejengwa, na mimi ni mmoja wapo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Yusufu alikuwa ni mtu alikuwa anasema, alijidhihirisha kuwa yeye ni nani. Jambo jingine, alitambua mitego ya adui kila alipomwinda. Alitambua mitego ya adui kila alipomwinda. Zaburi 31:3-4. Shetani utega matanzi au mitego. Ndio maana alimwacha Yesu kwa muda, anaenda kutega mtego mwingine. Lakini kwa sababu ni mtu wa rohoni, alitambua mitego ya shetani. Mtu wa rohoni utambua hila za adui. Yesu alipokuwa pale mlimani, shetani alipomwendea, alitambua hila za shetani. Yusufu alitambua mitego. Kasome Zaburi kwa ajili ya muda, au kama umepata unisomea mara moja, maana namaliza. Unisamee kwa muda. 31:3-4. Zaburi 33:3-4. Zaburi 31:3-4. Zaburi 31:3-4, neno la Mungu linasema, ndiwe genge langu na ngome yangu. Ndiwe genge langu na ngome yangu. Kwa ajili ya jina lako. Ndio. Uniongoze unichunge. Uniongoze unichunge. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri. Maana wewe ndiwe ngome yangu. Maana wewe ndiwe ngome yangu. Utanitoa kwenye mitego matanzi waliotegwa kwa siri. Kama si mtu wa rohoni,
Mitego hiyo huwezi kuepuka. Hata hilo jaribu unalopitia ni mtego wa adui. Ukifika sehemu ukasema umeishiwa nguvu, alafu ukaamua kusema ya liwalo na liwe, shetani anashangilia. Ya kupasa ushinde. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Nasema ya kupasa ufanyaje? Ushinde. Kila jaribu linalokuja ni kawaida mwanadamu. Na hata acha ujaribio kupita ufanyaje? Uwezavyo. Mungu ataweka mlango wa kutokea. Kwa hiyo simama. Hata acha ujaribiwe. Hilo jaribu ni kawaida mwanadamu. Amekupima kiwango chako, akajua jinsi ulipofikia, anaruhusu. Simama, utavuka. Ukivuka kuna utele mbele yako. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yusufu alitafutwa kwa hila mbalimbali, lakini yeye alishinda. Kitabu cha Wafilipi 4:13 tunawezeshwa na yeye. Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo hata jaribu langu la kwako yupo atutiaye nguvu. Utavuka. Utavuka. Yeye alitafutwa kwa kila mbalimbali, lakini yeye alishinda. Unatafutwa kwa hila mbalimbali pale unakopanga. Pakaje mwenzako anafagia kwake, anachukua takataka, anaweka pale mlangoni kwako. Alafu anakaa mbali anakuangalia. Utaongea nini? Mtu wa rohoni huwa haongei. Anaenda anachukua ile uchafu anaweka kwenye pipa. Anasema Baba nakushukuru kwa ile jaribu maana umeruhusu na nimepe kuvuka. Kesho tena anachukua takataka analeta hapa. Unachukua tena unapeleka huongei. Yuko tayari ukaongea kwa ajili yako. Lakini uwe na neema kushinda. Mwingine anasema ngoja nipashe leo.